Yes, mtazamaji wa Bobezi TV, kama tunavyofahamu kwamba msanii na rapa kutokea nchini Marekani Diddy, ambaye tunamfahamu hivyo wengi ama P Diddy, alikuwa na mfululizo wa kesi nyingi sana ambazo zilikuwa zikimwandama yeye, kesi za unyanyasaji wa kijinsia pamoja na unyanyasaji wa kingono ambazo zilikuwa zikimkabili, na mashtaka mengi kadha wa kadha ambayo yalikuwa yakimkabili, kiasi cha kwamba mpaka kilimfanya akapelekwa gerezani, lakini pia na kutokufanikiwa kupata dhamana kwa sababu ya makosa ambayo alikuwa nayo. Ni zaidi ya makosa 100 ambayo yalikuwa katikati yake ambayo yalikuwa akikabiliwa nayo rapa P Diddy. Lakini siku ya jana waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wameondoa baadhi ya madai dhidi ya Diddy katika kesi yake ya jinai inayoendelea jijini New York, ikiwa ni pamoja na jaribio la utekaji nyara, hujuma na kusaidia na kushiriki katika biashara haramu ya ngono. Lakini pia maendeleo haya yalibainika kupitia barua iliyowasilishwa kwa Jaji Arun Subramanian siku moja tu kabla ya hoja za mwisho za kesi kusikilizwa. Waendesha mashtaka walisema uamuzi huo umefanywa kufuatia agizo la jaji na kupunguza uzito wa maelekezo kwa baraza la majaji. Ingawa P Diddy bado anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono, inaonekana serikali imekuwa na ugumu kuthibitisha madai yanayohusu utekaji nyara wa mfanyakazi wa zamani Capricorn Clark, ambaye anaripotiwa kuchukuliwa hadi jengo moja na kulazimishwa kufanyiwa vipimo cha uongo lie detector kwa maana hiyo. Lakini pia kuhusiana na vito vilivyopotea na mwimbaji Cassie ambaye anadaiwa kuzuiliwa katika hoteli ya London. Aidha, upande wa mashtaka hauendelei tena na shtaka la jaribio la hujuma kwa moto, ambapo Diddy alidaiwa kupanga mlipuko wa gari la msanii Kid Cudi kutokana na wivu wa kimapenzi. Wakati wa kesi hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliowasilishwa unaomhusisha Diddy na tukio hilo. Lakini pia madai haya yote yalifutwa, yalikuwa sehemu ya kesi kubwa ya uhalifu wa kimtandao dhidi ya msanii huyo maarufu. Ingawa waendesha mashtaka hawajaacha kabisa mashtaka ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, wameamua kuondoa baadhi ya vipengele vyake, ikiwa ni pamoja na kosa la kusaidia na kushiriki. Hawakufafanua vipengele gani hasa vya mashtaka hayo vitakavyotolewa kwenye maelekezo ya majaji. Sasa hiyo ni taarifa ya kuhusiana kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kesi ya rapa P Diddy kutokea kule Marekani, pamoja na mashtaka hayo ya unyanyasaji wa kingono pamoja na unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia hujuma pamoja na kusaidia na kushiriki katika biashara ya haramu ya ngono. Hayo ni muendelezo ama kile ambacho ni update ya kile ambacho kinaendelea huko, kwa maana ya kwamba waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani wameondoa baadhi tu ya madai ya madai dhidi ya Diddy katika kesi yake ya jinai inaendelea huko jijini New York. Sasa cha msingi ni kuendelea kutufuatilia hapa Bobezi, kwa sababu tutahakikisha tunakuletea kila update ambayo inaendelea kutokea kuhusiana na kesi hii ya rapa P Diddy ambayo inaendelea tangu mwaka jana mpaka mwaka huu, mashtaka kemkem yakizidi kumwandama Diddy. Mengine yamekuwa yakiongezeka, mengine kama hivyo yakifutwa baadhi yao, lakini bado kesi iko inaendelea kunguruma huko mahakamani. Mimi naitwa Genevieve, hii ni Bobezi TV.